Moja ya habari ambazo zimeshika headlines wiki hii katika vyombo mbalimbali vya habari ni swala la Ufaransa kuitambua taifa la Palestina, na vyombo vya habari vinasema kwamba hii itakuwa ni mwezi wa 6 kule Saudi Arabia, kutoka kuna kikao ndio Ufaransa rasmi itaitambua Palestina kama taifa. Hii kitu imeshangaza wengi sana kwa sababu Ufaransa ni mshirika wa karibu sana wa Marekani, na sera kuu ya Marekani ni kuilinda Israel, na uweze kuilinda Israel huku ukiwa umeitambua Palestina kama ni taifa. Kwa hiyo ndio maana inabidi Marekani asiitambue Palestina kama ni taifa, kwa sababu maslahi yake yako kwa Israeli. Sasa kwa nini Ufaransa imekuwa na maono tofauti juu ya Palestina na Marekani? Hili ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza, na hiki ndio kitu ambacho leo ninakwenda kukichambua. Hii ni Rachel Robin Online TV na mimi Rachel Robin. Usahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Hii ni siasa, na katika siasa kila mwanasiasa huwa anaangalia maslahi ya nchi yake ili asije akaacha kupigiwa kura. Kwa hiyo hii inafanya kwamba wakati mwingine maslahi ya kundi yatupiliwe mbali, na hiki ndicho ambacho Mfaransa anakifanya. Na si Mfaransa peke yake, hata Warusi, hata Hungary, Uturuki, Slovakia wako ndani ya umoja wa NATO, lakini walikataa kumwekea vikwazo Mrusi kutokana na kwamba haiendani na maslahi yao. Kwa hiyo na katika swala zima la Palestina Israel, kwa Mfaransa yeye maslahi yake yako kwenye kusimama na Palestina kuliko kwenye kusimama na Israeli. Ni tofauti na alivyo Marekani. Ngoja nikupe tofauti ya Mfaransa na Marekani ndani ya Palestina na Israeli. Ndani ya Marekani Wakristo wako wengi, na wanasiasa wengi wa Kimarekani wanafahamu kabisa kwamba katika kampeni ukiwa na sera ya kusimama na Israeli ni rahisi kupigiwa kura na Wakristo makanisani ambao ndio wako wengi katika nchi ya Marekani. Umeona? Kwa hiyo hii ni moja ya sehemu ambazo, hiki ni moja ya kipengele ambacho kinawafanyaga wanasiasa wa Marekani wapate kura za bwerere, na hiki ndio kipengele kilichomsaidia hata Donald Trump kupata kura za bwerere. Donald Trump kapigiwa kura sana na Wakristo makanisani kwa sababu ya kipengele chake cha kusimama na Israeli. Unaona? Sasa kwa Wamarekani mpaka wanakuwa wanasimama na Israeli nini? Sababu nyingine inawafanya Marekani wasimame na Israeli ni malobbyist ambao wengi ni Wayahudi. Umeona? Nikisema malobbyist ni wale watu ambao wanaendaga wana support wanasiasa kipesa ili wapitishe sera zao ndani ya serikali. Sasa wengi wao ni Wayahudi. Umeona? Kwa hiyo ndio maana wanasiasa wengi wa Marekani sera yao inakuwa ni moja juu ya Israeli. Hata wabishane nini katika vyama vyao, tofauti zao za vyama na nini na nini, lakini inapofika sera ya Israeli inakuwa ni moja, kwa sababu pesa ina nguvu. Sasa hii ni tofauti na Ufaransa. Ukienda Ufaransa, nafikiri ndo nchi ya Ulaya yenye Waislamu wengi kuliko nchi zote Ulaya. Kama kuna nyingine mtaniambia, lakini nafikiri Ufaransa ndo inaongoza kuwa na Waislamu wengi pale Ulaya. Kwa hiyo kutokana na jambo hilo tu inabidi rais yoyote wa Ufaransa awe makini sana anapodili na swala zima la Israeli na Palestina. Iko ni moja ya kipengele kinachowafanyaga marais wa Ufaransa wawe makini sana. Ikitokea serikali ya Ufaransa ikaelemea tu upande mmoja, let's say wakaelemea kidogo upande wa Israeli, maandamano huwa ni makubwa sana ndani ya Ufaransa, ambao saa zingine huwa yanaleta mpaka fujo, kwa sababu kama nilivyosema kuna Waislamu wengi na Waislamu wanafanana na dini, na watu wa Palestina wa Faransa ambao ni Waislamu wanafanana dini na Waarabu wa Palestina. Umeona? Kwa hiyo hii inamfanya kiongozi wa Ufaransa awe makini sana, na mara nyingi Ufaransa wao wamekuwa wakitoa kauli ya kutaka amani zaidi itawale kati ya Palestina na Israeli. Umeona? Yaani si kama Marekani mara nyingi huwa wanatoa kauli kwamba Israeli ina haki ya kujilinda, lakini Wafaransa wamekuwa wakitoa kauli kwamba amani itawale, vita iishe. Afrika ni moja ya sababu inayomfanya Mfaransa kuwa makini sana na sera zake juu ya Israeli na Palestina. Ndiyo, Afrika ni moja ya sababu kuu pia inayomfanya Mfaransa awe makini. Kivipi? Iko hivi. Mfaransa ametawala nchi za Afrika
na moja ya nchi alizozitawala ni nchi za Afrika ya Kaskazini, nchi kama Tunisia, Algeria, Morocco, Western Sahara, Mauritania. Hizi ni nchi ambazo alizitawala Mfaransa, ziko Afrika ya Kaskazini. Watu wa kwenye hizi nchi ni Waarabu na ni Waislamu, dini moja na Wapalestina, na ndio maana Ufaransa kuna Waislamu wengi kutokana na kwamba wengi wametoka katika makoloni yao ya zamani ya pale Afrika ya Kaskazini, ambayo Mfaransa bado anataka kushirikiana nao kwa sababu kuna matajiri wa nishati pale kama wakina Algeria. Kwa hiyo bado Mfaransa anataka kuwa na influence. Kama tunamfahamu Mfaransa, nafikiri ndo nchi ya Ulaya ambayo inaongoza kwa kuendeleaga kuwa na connection na makoloni yake. Huwa hataki kuachia makoloni yao. Umeona? Kwa hiyo bado anataka kuwa na connection na zile nchi za Afrika ya Kaskazini. Inabidi awe makini sana katika swala zima la Palestina na Israel ili asijiharibie kwenye mataifa yale ya Afrika ya Kaskazini. Lakini pia ukiacha hizi nchi za Afrika ya Kaskazini, pale pale Mashariki ya Kati kuna nchi kama Syria pamoja na Lebanon, ni makoloni yake ya zamani hayo. Umeona? Wote hao ni Waislamu na hataki kupoteza yale makoloni yake ya zamani. Kwa hiyo inabidi awe makini katika kila anachoamua juu ya issue ya Israeli na Palestina ili asiuziane nao Waarabu na Waafrika kule Afrika ya Kaskazini, Waarabu wa Afrika wale wa Afrika ya Kaskazini na Waarabu wa Mashariki ya Kati wa Syria pamoja na Lebanon. Kwa sasa Mfaransa ameshapoteza makoloni yake ya Afrika Magharibi, nchi kama Niger, Mali, Burkina Faso. Hataki tena kuona kwamba anauziana na wananchi waanze kutoka na bendera za Mrusi kumkataa katika makoloni yake. Ni kitu ambacho anakiavoid. Umeona? Mfano Algeria wananchi wengi sasa huwa hawataki Ufaransa. Umeona? Kwa hiyo anajaribu kuhakikisha kwamba hawapotezi makoloni yao ya zamani, yasiwaponyoke mikononi. Sasa kitendo cha kusimama na Israeli kitamharibia yeye sana, na kitendo cha kusimama na Palestina kwake ni faida sana. Kwanza atafanya hata wale wananchi wa makoloni yake, wananchi wao wenyewe pale waliojaa wale Waislamu kule Ufaransa, waweze kuanza kurudisha moyo juu ya Ufaransa. Palestina, issue ya Palestina saa zingine huwa inachukuliwa kisiasa na wanasiasa. Kuna wanasiasa wengine wanajua kabisa hapa nikisimama na Palestina tu wananchi wangu watanipenda, watasimama na mimi. Na wanasiasa wengine wanajua hapa nikisimama na Israeli tu nitapendwa na lazima nipigiwe kura. Umeona? Kwa kila mwanasiasa anaangalia upepo wa nchini mwake. Upepo unasemaje? Upepo utamtaka asimame na Israeli? Ukimtaka asimame na Israeli, basi ndio ile Israeli wana haki ya kujilinda jamani, na Hamas ni magaidi. Upepo ukimtaka asimame na Palestina, ndio ile Palestina wameibiwa ardhi jamani, Hamas ni wapigania uhuru. Umeona? Kwa kila mtu anaangalia nini kinaenda na maslahi ya nchi yao. Na hiki ndio kinachotokea kwa Ufaransa. Emmanuel Macron pamoja na Benjamin Netanyahu, je, vipi? Ni marafiki? Kama nilivyosema, hii ni siasa. Hakuna urafiki wa kudumu wala uadui wa kudumu. Kwa sasa hivi, kwa kuwa Macron ni rais wa Ufaransa, hawezi kuendana na sera za Netanyahu kwa sababu itamharibia yeye katika urais wake, kwa sababu zile nilizokutajieni huko nyuma za makoloni yake Afrika Kaskazini na pale Uarabuni kwenyewe pale na wananchi wao wa Kiislamu. Kwa hiyo Emmanuel Macron sasa hivi ni anampinga Netanyahu kwenye sera zake nyingi. Ilifikia hatua, nafikiri ni mwaka jana, mpaka alimwambia Benjamin Netanyahu kwamba hiyo Umoja wa Mataifa mnaoidharau na kuilalamikia ndio iliyounda taifa la Israeli 48. Bila Umoja wa Mataifa msingekuwa nyie na taifa mwaka 48. Kitu kilichomkasirisha sana Benjamin Netanyahu. Lakini hata Netanyahu alipopiga wale wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa kule Lebanon ya Kusini, Macron alilalamika sana. Umeona? Yaani ya support hata vita ya Gaza, Macron ya support. Umeona? Kwa hiyo yeye na Netanyahu mahusiano yao yako hivyo, hayaendani, sera zao haziendani. Kila mtu anaangalia ugali wake. Kwa hiyo hili ndio linaloendelea sasa hivi juu ya Ufaransa na Palestina. Usisahau kusubscribe hapo chini ili kwanza kupata
video zangu kama hizi.